Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumwani kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV _TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV _TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili: mvua za El Nino balaa, tope lafunika nyumba 20 shule Mbeya, waathirika Pwani Morogoro, wahitaji chakula tani 12,533, waliokufa wafikia 58. Samia atoa agizo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika watoto waliokufa Arusha watajwa waagwa, habari katika ukurasa wa 16. Gazeti hili likipambwa na habari picha likionyesha wananchi wakiaga miili ya watoto 8 wa shule ya msingi Gati Memorial katika viwanja vya shule sekondari Sinoni mkoani Arusha jana. Watoto hao walikufa baada ya gari lao kusombwa na maji Aprili 12 mwaka huu katika mto Mbashi Engusengui mkoani humo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 16. Gazeti hili limeandika serikali yaanza kufunga kamera magerezani, habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Mabwawa mengine mawili kujengwa Rufiji, habari katika ukurasa wa pili. Muungano waipa heshima Tanzania, Dr. Mwinyi asema imekuwa mfano Afrika duniani, asifu misingi, ajivunia kuimarika, ahimiza ulindwe. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika CCM kuisimamia serikali mbolea masoko, habari katika ukurasa wa 3. JK tuache siasa kumaliza malaria, habari katika ukurasa wa 4. Mabalozi wamwagiwa sifa Nyerere, Uhuru, Umoja, habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika Kinana, wananchi wasitegemee serikali kila kitu, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kauli ya Makonda ya zua kizaza, habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya viongozi mbalimbali. Januari Makamba Aprili 11 mwaka 2024 akisema kwenye CCM kipindi kikubwa cha kufitiniana huwa ni hiki, tunapokuwa na rais ambaye anapaswa kuendelea, basi kama vile ada kwenye CCM watu kusemana, kuonana, huyu bwana hataki yule aendelee, ameona huyu bwana ana zamazama ili onekane huyu afai. Hii ni nukuu ya Januari Makamba. Lakini pia ipo nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba ikisema, lakini hawajataka kuona mazuri yote, sio kwa bahati mbaya. Tulijua kuwa tutakuwepo na njama za kukuchafua sana mwaka 2024 na 2025. Tunajua kwenye mikakati yao bado watakuja na mengine ya uongo hivi. Habari ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Hii ni nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini pia ipo nukuu ya Paul Makonda ikisema, na leo nataka iwe mwisho kutuma watu wao wanaokutukana Rais Samia kwenye mitandao ya kijamii. Jumatatu ya leo ikiendelea, tutakuja na majina, wengine ni mawaziri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika simanzi bili ya wanafunzi kiagwa, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Hoja zinazomsubiri waziri mkuu bungeni, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika maporomoko ya tope Mbeya yabomoa nyumba Mbeya, zaidi ya nyumba 20, shule, mifugo na mashamba vimeharibiwa na tope zito lililosababishwa na. Habari kamili ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Lakini pia ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vilio vya tawala, miili 9 ikiagwa Arusha, ni pamoja na wanafunzi 8 waliofariki baada ya gari lao kusombwa na maji. Familia 2 zilizobaki bila watoto zazidisha maumivu, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mafuriko ya kata mawasiliano, mamia ya wasafiri wateseka, habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia apeleka neema ya maji wilayani Kibondo.
Iran yavurumusha makombora 300 Israel ikilipa kisasi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mazito kuanikwa kwa Kinana CCM Rorya ikiparaganyika, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mafuriko yaitikisa wilaya ya Siha, habari katika ukurasa wa 3. ADF yashukiwa kuwaua watu 10 mashariki mwa Kongo, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika wadau sekta ya bima na mambo ya kujivunia miaka 3 ya Samia, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni milima miwili ya poromoka, ni ya mikoa miwili, nyumba, shule, barabara za funikwa tope, watu 1036 wahitaji msaada Rufiji, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika Kinana Nchimbi wafunda wanachama wa CCM mikoani, habari katika ukurasa wa 20. Dr. Mwinyi asema kero za muungano zinatafutiwa dawa, habari katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika lori lingine la mafuta laanguka, wananchi wachota mafuta wanaswa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Wataka hatua udhalilishaji wa wanawake mitandaoni, habari katika ukurasa wa 5. Gazeti limeandika Makonda ashtuka analipa kodi milioni 24 apewa risiti ya milioni 3, habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika Guardiola tunawania mataji 3, habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga Sports Club Aziz Ki wanoga kileleni, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Mwinyi mafanikio yaipaisha Tanzania EAC, habari katika ukurasa wa 3. Kinana kerwa na matukio ya mauaji, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Asema hakuna mwenye haki ya kukatisha uhai wa mwingine kwa namna yoyote, ataka wananchi waelimishwe. Serikali yaunda kamati ndogo ambayo itafika mkoani Mara kufanya tathmini kisha kutafuta ufumbuzi, habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. CCM yanawapanga kufyeka wasiotumikia wananchi, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Fomu moja tu mgombea urais mwaka 2025 Gavo, habari katika ukurasa wa 6. Gazeti hili limeandika maagizo ya Rais Samia kwa wakuu wa mikoa na wilaya, habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika vilio vya tawala miili wanafunzi waliokufa maji ikiagwa Arusha, habari katika ukurasa wa 5. Taharuki tope lafunika nyumba 20 jijini Mbeya, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Lakini pia nalo gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 60 ya muungano, Samia aendeleza rekodi za miaka 3, agaribia kumaliza kero zote za muungano, ni mbali na rekodi za mapato umeme SGR, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Atoa pole Arusha, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Pugo sekondari yamtunikia tuzo Mama Maria Nyerere, habari katika ukurasa wa 2. Mwenge kuzindua miradi ya zaidi ya bilioni 4 Muheza, habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika mvua kubwa zaendelea kuleta maafa nchini, habari katika ukurasa wa 2. Homera asema hakuna maafa kuporomoka udongo Mbeya, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania. Lakini pia nalo gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Jumikita ya washukia wasimamizi wa haki za wanawake yawataka kutoka mbele na kutoa tamko dhidi ya matusi na udhalilishaji kwa Rais Samia, yakemea watu wanaosambaza matusi na kudhalilisha viongozi wa nchi mitandaoni. Mwenyekiti wa Jumikita aiomba serikali kudhibiti wanaohusika na matukio hayo mtandaoni, habari katika ukurasa wa 2. Matinyi asema zaidi ya shilingi milioni 216 zimetolewa kwa waathirika wa mafuriko, habari katika ukurasa wa 3. Dawasa yajitoa kuwafariji wagonjwa wa saratani Ocean Road na Amana, habari katika ukurasa wa 5. Rais Mwinyi tuimarisha muungano kwa kuheshimu dhamira ya waasisi wetu, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga. Na sasa tutazame habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti hata kwa michezo na burudani. Yenyewe limeandika ripoti ya Gamondi yashtua Yanga, alipanga upya jeshi, Gwede Aziz Ki watuma salamu Simba pakome yao wafichwa, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Matokeo ikiwa ni Yanga 3 Singida Fountain Gate 0. Simba ijue tatizo kwanza, Benchika ana siku 6 kuwatupia lawama mastaa, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 14.
Lakini pia gazeti hili limeandika Ten Hag awa mbogo Man United, habari katika kurasa za ndani za gazeti. Habari katika ukurasa wa 19. Mzuka wa gofu ulivyombadilishia maisha, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika safari nzima DTB hadi Singida Big Stars ilianza kama DTB ikapanda ligi kuu bara msimu uliopita na kubadilishwa jina. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Lakini pia gazeti hili limeandika Msafiri Diouf watoto 9 kila mmoja na mama yake, habari katika ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili katika Premier League leo Jumatatu ni Chelsea vs Everton, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku Stamford Bridge. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya jana dume inayopatikana kwenye ukurasa wa 16. Ukipata nakala yako utasoma kwa undani zaidi. Lakini pia nalo gazeti Championi lenyewe limeandika Yanga hii sasa sifa yaweka rekodi mechi 21, Gwena ibuka kirumba, salamu za tumwa Simba, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matokeo ni ikiwa ni Yanga 3 Singida Fountain Gate 0. Luis awatega mabosi Simba, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Haras afichua faili la usajili Yanga Simba wakijikanyaga tunawaumiza, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha Simba aibadilishia mbinu Yanga, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Champion Jumatatu ya leo. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Yanga Sports Club Aziziki wanoga kileleni, waduma salamu Simba, huku Feitoto akitimuliwa vumbi mbio za ufungaji, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Vifaa vitano vipya Simba hivi hapa, habari katika ukurasa wa 23. Ten Hag bado ana matumaini UEFA, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia ninalo gazeti Tanzania Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani limeandika Simeona Gwede ateka show kirumba, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Benchika amtolea uvivu Cobra, na habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Maxime Chama alikuwa tatizo kwetu, PSG yajitoa kumwania Rashford, habari katika kurasa za ndani za gazeti. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nganu kuzichapa na Ferreira MMA, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ukiwa na buku 5 tu unaziona Yanga Simba, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Lakini pia ninalo gazeti wa Machinga lenyewe limeandika Yanga Sports Club yaitundika Singida 3-0, Baleke na rudi ligi kuu Bongo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kipa Kisubi atamani kurudi ligi kuu msimu ujao, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania.